Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuhifadhi, akuweke katika orodha waja wake wema, akujalie mambo yako yaende vizuri kama apendavyo, kama upendavyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupenda kukujalia wewe kuwa ni miongoni mwa kusikiliza ujumbe huu. Ndugu yangu Muislam, wewe kila siku mara kwa mara unasema ashhadu an la ilaha illa Allah, unasema la ilaha illa Allah, unasema mimi ni Muislam. Je, unajua maana ya la ilaha illa Allah? Je, unajua maana ya ashhadu an la ilaha illa Allah? Neno hili ni neno ambalo mtu analitamka. Ni neno ambalo mtu analitamka kwa ambaye si Muislamu akitaka kuwa Muislamu. Kwa ambao wanaosali, wanapoenda kusali, lazima ili swala isihi tunatamka neno hilo. Na maeneo mbalimbali tunalitamka hili neno. Hili neno ndiyo sababu ya mitume kutumwa. Hili neno lina uzito sana. Maana yake ni nini? Unaposikia Muislamu kwamba tauhidi inazungumzia la ilaha illa Allah. Maudhu zote za tauhidi zinazungumzia la ilaha illa Allah, kubainisha ubora wake, maana yake, fadhila zake, umuhimu wake na mambo mengine kama haya. Lakini leo sitaweza kuzungumzia tauhidi, maana ya la ilaha illa Allah kwa mapana yake yote. Lakini naomba tu nikupatie aya moja ili uweze kujipima. Je, wewe kweli kabisa umehakikisha katika imani yako maana ya la ilaha illa Allah? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Kuna watu ambao wanavifanya vitu kinyume na Mwenyezi Mungu, andada, wanavifananisha na Mwenyezi Mungu. Yani wanachukua kitu chochote, iwe ni kaburi, iwe ni sanamu, iwe ni shetani, iwe ni chochote kile unachokijua, hata kama ni pombe, chochote kile unachokijua, unakifananisha na Mwenyezi Mungu. Katika nini? Katika mapenzi. Yuhibbunahum kahubbillah. Hivyo vitu wanavipenda kama wanavyompenda Mwenyezi Mungu. Yani wewe hiki kitu umekichukua ukakipatia nafasi katika nafsi yako kama vile ulivyompatia Mwenyezi Mungu nafasi katika nafsi yako. Je, hiyo ni sifa ya muumini? La hasha. Mwenyezi Mungu anasema walladhina amanu, wenye imani ya kweli, ashaddu hubban lillah, wanampenda sana Mwenyezi Mungu kuliko hao wenye kuvipenda hivyo vitu jinsi wanavyovipenda. Yani muumini wa kweli anampenda Mwenyezi Mungu kuliko muabudu makaburi anavyoyapenda makaburi yake, kuliko muabudu mizimu anavyopenda mizimu yake, kuliko muabudu sanamu anavyopenda sanamu lake. Muumini anampenda Mwenyezi Mungu mapenzi maradufu na maradufu ya hao wanaomwabudu kinyume na Mwenyezi Mungu wanavyopenda hivyo wanavyoviabudu. Hiyo ndio sifa ya muumini. Jipime katika imani yako. Mwenyezi Mungu ana nafasi gani kwako? Mwenyezi Mungu akisema acha hiki, nafsi yako hii ulionayo katika moyo wako yenyewe inakwambiaje? Je, unamheshimu Mwenyezi Mungu, unampenda Mwenyezi Mungu, au unaipenda nafsi yako? Mwenyezi Mungu anakusisitizia na kukwambia walladhina amanu ashaddu hubban lillah, wenye imani ya kweli wanampenda zaidi ya Mwenyezi Mungu kuliko chochote. Mwenyezi Mungu anaposema hawakadimishi, hawapendekezi, hawatangulizi kauli ya yeyote yule.
kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio sifa ya imani ya kweli. Tusimshirikishe Mwenyezi Mungu katika kupenda. Jipime, kuwa makini katika Uislamu. Kupenda ni ibada. Dhibiti mapenzi yako. Mapenzi yako yasije kupenda ukajikuta unavunja mipaka ya Mwenyezi Mungu, unapenda unachokipenda katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Malaki Allah, Mtume anasema atakayekutana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, la yushriku bihi shay'a, hamshirikishi Mwenyezi Mungu na chochote kile, ikiwemo hata ushirikina katika kupenda. Unakipenda kitu kingine zaidi ya unavyompenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, huo ni ushirikina. Malipo yake ni nini? Huyu mtu ambaye anakutana na Mwenyezi Mungu hamshirikishi na chochote kile, malipo yake ni dakhala aljanna, mtu huyo ataingia peponi. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa tunaompenda mapenzi ya kweli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.